Tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 2025, Afrika kwa mara nyingine tena iliingia kwenye headline baada ya tangazo ambalo lilitolewa na vijana wanajeshi kwenye television ya taifa ya pale Benin kwamba wamefanikiwa kufanya mapinduzi ya kijeshi ambayo yamemuondoa Rais Patrice Talon madarakani, na jamhuri hiyo ikaingia katika kipindi cha sintofahamu kisiasa baada ya jeshi la nchi hiyo kutangaza kwenye television ya taifa kwamba huyo Rais Patrice Talon ameondolewa madarakani. Lakini pamoja na tamko hilo la kwamba ameondolewa, jeshi lilitangaza kusitishwa kwa katiba kwa maana ya zile shughuli za kikatiba. Unafahamu mapinduzi yakifanyika, kitu ambacho kinakuja huwa inaanza sasa kutumika kitu inaitwa martial law kwa maana ya sheria za kijeshi, lakini walitangaza kufungwa kwa mipaka yote ya ardhini pamoja na mipaka ya anga na kuhamishiwa madaraka kwa muda hadi kwa baraza la kijeshi ambalo linaloongozwa na Lieutenant Colonel Tigre Pasco. Na hii ilikuwa ni moja kati ya story ambayo niliona watu wengi sana wako nayo, wanaishi nayo. Of course kwa sababu ilikuwa ni story kubwa, ilikuwa ni sahihi sana watu kuweza kuishi nayo. Lakini tukaona baadaye ubalozi wa Ufaransa pale Benin ukatoa taarifa ya dharura wakisema kwamba milipuko ya risasi ilisikika karibu na makazi ya rais huko Cotonou, na raia wa Ufaransa walitangaziwa kubaki majumbani mwao ili wawe salama zaidi. Na kundi hili ambalo lilijiita baraza la kijeshi la Perestroika lilitoa taarifa kwenye television kwamba mkutano maalum ulifanyika ambapo uamuzi wa kumuondoa Talon ulipitishwa. Hata hivyo baadaye tuliona rais ilitangazwa kwamba amehamishiwa kwenye eneo salama pamoja na mambo mengine. Sasa muda mfupi baadaye tulisikia tamko likitoka kwamba mapinduzi hayo yalishindwa, yalifeli. Na baada ya mapinduzi kufeli, tumeona watu wengi sana wanatoa matamko, wanalani sini na nini. Tumeona ECOWAS wametoa tamko na wamesema wanapeleka vikosi vya ulinzi kule, ni staff ko ni aina fulani hivi ya kile ambacho kimeendelea. Nimeona Marekani na mwenyewe Donald Trump amesema wanafuatilia kwa kina sana kile ambacho kinaendelea pale Benin. Sasa mimi nimekuja na mtazamo tofauti kidogo. Mapinduzi ya Benin yalipangwa na Marekani ili apate sababu ya kuingia Benin kukamilisha mipango yake ya kuweka bezi za kijeshi, na hili ndilo ambalo lipo. Yani kwa hivi sasa lazima watu wafahamu kitu kimoja, ni kwamba Marekani anatumia nguvu kubwa sana, yani anatumia nguvu kubwa sana kuhakikisha anarejesha yale maeneo ambayo alikuwa anayatamani muda mrefu, na anayachukua maeneo ambayo yana rasilimali nyeti ambazo anaamini kwamba hizo rasilimali zinaweza zikatumika kwa ajili ya kurejesha uchumi wa Marekani pamoja na mambo mengine. Na ndio maana mtakuta sasa hivi kuna vichocheo mbalimbali ambavyo vinatengenezwa na wa Marekani ili wafanikiwe kuingia katika mataifa fulani. Yani ile zamani wanasema ni Alikiba aliwahi kuimba akasema nimechoka kujificha kule, kumbe chakalangu liko hapa. Marekani zamani alikuwa anapita kwa mgongo, yani anazunguka mbuyu ndipo aweze kumface mtu fulani. Mfano unacheki kama mfano alivyokuwa anafanya Rwanda, kwa maana ya Kongo, alikuwa anaenda anajificha pale Rwanda nyuma ya Paul Kagame, halafu anaenda anachukua madini pale Kongo. Lakini juzi mmeona amechoka kujificha, ametangaza kabisa kwamba sasa tumeingia agreement, kwa hiyo nitakuwa nina ruhusa ya kwenda kuchimba madini ya dimu pale Kongo, na akasema atapeleka walinzi pale, akasema ataenda kujenga military base pale Kongo pamoja na mambo mengine. Kwa ni aina fulani hivi ya utawala mpya wa dunia ambao unaenda Marekani anautumia. Na sasa mimi nimekuja kidogo na mtazamo tofauti baada ya mapinduzi haya ambayo yamefanyika pale Benin. Kwa nini nasema mapinduzi haya yana mkono wa baraka kutoka Marekani? Naomba mchukue muda wenu kidogo mnisikilize vizuri sana, halafu mnanielewa. Baada ya kufanyika kwa zile hatua za kulazimishwa kuondoka kwenye kituo cha ndege zisizo na rubani nchini Niger, Marekani walitengeneza mkakati mpya wa kiusalama katika ukanda wa Afrika ya Magharibi. Washington sasa wanataka kuimarisha ushirikiano wa nchi za pwani kama Benin. Hata hivyo, kuapishwa kwa Donald Trump kulifungua kipindi ambacho kilikuwa kinasintofahamu kwamba je, kuna uwezekano wa Marekani kujiondoa kabisa katika eneo hilo au la. Hapa naomba mnielewe vizuri sana. Narudia tena. Baada ya kulazimishwa kuondoka kwenye kituo cha ndege zisizokuwa na rubani nchini Niger,
ambao Niger ipo kwenye ule ukanda wa Sahel. Marekani walitengeneza mkakati mpya wa kiusalama katika ukanda wa Afrika ya Magharibi. Kwa nini? Walikuwa wanalenga kuimarisha ushirikiano na nchi za pwani kama vile Benin. Sasa watu gani ambao wananufaika katika eneo hili? Kama jambo hili litatokea, kuna watu ambao watanufaika kwenye jambo hili. Tawaambia. Kuondolewa kwa majeshi ya nchi za magharibi kutoka Niger, Mali na mataifa mengine ya Sahel mwishoni mwa mwaka 2024 kumeibua mabadiliko makubwa sana katika muundo wa usalama wa Afrika Magharibi. Kwa maana ya bila msaada wa majeshi ya magharibi, uwezo wa majeshi ya ndani unazidi kudidimia, hasa katika maeneo ya mipakani ambako yamejaa makundi ya wanajihadi. Na makundi haya ya itikadi kali, mfano Islamic State in the Greater Sahara ISGS, pamoja na yale matawi ya Al-Qaeda kama ile Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslim ambayo inafahamika kama JNIM, wao wanatumia upungufu wa upelelezi wa magharibi na ukosefu wa msaada wa anga kuongeza uhuru wao wa kufanya mashambulizi katika maeneo hayo. Unafahamu wakati nchi za magharibi zipo kwenye ule ukanda wa Sahel pamoja na zile nchi za Afrika ya Magharibi, ni kwamba hizo nchi za Afrika Magharibi kwa kiwango kikubwa hata kama ulinzi walikuwa wanategemea sana nchi za kimagharibi kwa sababu zilikuwa zimeshaweka vitu vyao pale. Sasa upungufu wa taarifa za kijasusi kwa wakati halisi unaifanya iwe vigumu kufuatilia na kudhibiti makundi haya ya kigaidi, mfano Boko Haram, matawi ya IS na Al-Qaeda katika ukanda wa magharibi, kwa maana Afrika Magharibi. Burkina Faso, Benin ndizo ambazo zilitengeneza mpango wa kuweza kutumia mwanya huo wa hizi nchi za magharibi kuto kuwepo katika ukanda ule kuzidisha mashambulizi ya mara kwa mara ambayo yamekuwa na maafa kwenye maeneo hayo. Na majeshi ya kitaifa sasa yamebaki peke yao kupambana na ugaidi, wakati ambapo makundi ya wanajihad yanapanua nguvu zao kuelekea nchi za Ghuba ya kule Guinea. Sasa kwa nini ninazungumza nasema Marekani anahusika kwa 100% kwenye kile kinachoitwa mapinduzi ambayo yamefeli ya pale Benin? Iko hivi. Kwa hivi sasa mnafahamu ule ukanda wa Sahel kuna muungano mpya ambao umeibuka. Ni muungano ambao unaiunganisha Mali, Niger pamoja na Burkina Faso, ambazo zote sasa hivi zinaongozwa na utawala wa kijeshi. Na walitangaza kuunda muungano wao unaofahamika kama Alliance des Etats du Sahel AES mwaka 2023, na huu muungano waliutangaza kwa msaada wa Urusi. Na baada ya kutangaza, muungano huu unalenga kutoa msaada wa pamoja dhidi ya tishio lolote la nje. Na muungano huo umejengwa kama mbadala wa ushirikiano wa magharibi. Katika uhalisia, hatua hii imefungua mlango zaidi kwa ushawishi wa Urusi. Kikosi cha African Corps ambao hawa ndio warithi wa lile kundi la Wagner Group ambayo inahusiana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, kipo katika mataifa hayo yote matatu. Kwa maana kipo Mali, kipo Niger, kipo Burkina Faso. Kwa hiyo kwa maana ya usalama wa ukanda wa Afrika ya Magharibi kwa sasa hivi unabadilika. Yani umebadilika vibaya mno. Ushirikiano wa ndani umepata umuhimu mkubwa zaidi, lakini bila msaada wa nje vita dhidi ya ugaidi haviwezi vikashindwa. Sasa kwa nini mimi ninakomaa kwamba Marekani yupo nyuma ya majaribio ya mapinduzi yaliyofanyika kule nchini Benin? Naomba mnielewe vizuri familia. Iko hivi. Marekani wenyewe wameunda nafasi yake ya kijeshi na kiusalama katika ukanda wa Afrika ya Magharibi baada ya kuporomoka kwa ushirikiano wake na mataifa ya Sahel. Narudia tena, baada ya kuporomoka kwa uhusiano wake na mashirika ya Sahel na mataifa ya Sahel, Washington sasa hivi wameelekeza nguvu kwenye nchi za pwani za Ghuba ya Guinea, hasa taifa la Benin. Na Benin ni taifa ambalo lina nchi ambayo imechaguliwa kidemokrasia na ni taifa ambalo limekuwa na utulivu mkubwa sana, lakini wanakabiliwa na tishio kubwa kutoka kwa wanajihad ambao wanatoka katika ukanda wa Sahel. Ukitazama kaskazini mwa Benin, makundi ambayo yanahusishwa na Al-Qaeda, JNIM, lakini pia na ile Islamic State ISWAP yameongeza mashambulizi. April mwaka 2025, mwaka huu, wanajeshi 54 wa Benin waliuawa katika shambulio ambalo lilitekelezwa na makundi ambayo yanahusishwa na Al-Qaeda kwenye ngome zao karibu na mpaka wa Burkina Faso. Picha linaanza. Wakati huo Marekani wanapanga kuifanya Benin kuwa kitovu kipya cha operation za upelelezi
Kazi za kuboresha kituo cha anga cha Benin zimeanza, hatua ambayo inalenga kuwezesha matumizi ya ndege za upelelezi drone kufuatilia ukanda mzima wa Afrika Magharibi. Na Africom imethibitisha kuwa maboresho hayo yalianza kabla mapinduzi ya Niger ambayo yalifanyika kati ya Julai na Agosti mwaka 2023. Naomba sasa hapa nifafanue vizuri. Nimewaambia hivi, ukanda wa Sahel, ukitazama Niger, ukitazama Mali, ukitazama Burkina Faso, ni ukanda ambao sasa hivi unapewa ulinzi na taifa la Urusi kupitia kile kikundi ambacho kilichukua ile kazi ya Wagner PMC. Sasa vikundi hivi vilifanya mashambulizi sawa kwa wanajeshi wa Benini ambao walishambuliwa na vikundi ambavyo vilitokea katika maeneo ya Burkina Faso pamoja na maeneo mengine. Sasa kwa nini Marekani ameamua kutaka kuitumia Benin? Marekani anataka kuitumia Benini kwa ajili ya kuichunguza zile nchi za ukanda wa Sahel ambazo zipo nyuma ya rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Kwa hiyo kinachotokea Benini sasa hivi sio kwamba ni mapinduzi ambayo ni mapinduzi ambayo yanasababishwa na nchi za ukanda wa Sahel ambazo zinashirikiana na Urusi katika kuhakikisha kwamba wanapata ulinzi. Wakati huo huo Marekani anataka kufanya upelelezi kwa nchi hizo za ukanda wa Sahel kupitia taifa la Benin. Sasa nimekuambia Africom wamethibitisha kwamba hivi sasa pale Benin Marekani wametengeneza kituo cha anga cha Benin. Yani wameanza kuboresha kituo cha anga cha Benin. Na vikosi maalum vya Marekani vipo Benin kama washauri na wakufunzi wa jeshi la Benin katika kupambana na makundi ya kigaidi. Zaidi ya wanajeshi 700 wa Benin wamepewa mafunzo na Marekani katika mbinu za ulinzi wa mipaka. Na tangu mwanzo mwa mwaka 2025 kumekuwa na ziara kadhaa za viongozi wa juu wa Marekani nchini humo, ingawa haijafafanuliwa ni mikataba gani iliyosainiwa kati ya Benin pamoja na viongozi kutoka Marekani. Sasa kwa nini tunasema Benin Marekani anaitafuta sana? Marekani anaitafuta Benin iingie katika mgogoro ili apate nguvu kubwa zaidi ya kuingia pale Benin kama ambavyo alifanya Kongo. Marekani alitengeneza mgogoro kati ya Kongo pamoja na Rwanda ili apate nafasi ya kutafuta suluhu ili aje aingie moja kwa moja kama alivyoingia sasa hivi. Sasa ukitazama Benin kijiografia katika ukanda wa Sahel na Guba ya Guinea, Benin inaweza kuwa ni kama kile ambavyo ilikuwa zamani Niger. Ni ngome ya operation za kupambana na ugaidi za magharibi. Marekani inahakikisha inaheshimu mamlaka ya Benin kwa kuweka wanajeshi wake ndani ya kambi za Benin ili kuepusha upinzani ambao unatokea ndani. Malengo ya mkakati wa Marekani ni nini? Hapa ndipo tunapotakiwa kuelewana. Kwa kuzingatia mabadiliko ambayo nimekuambia kule nchi Benin, malengo ya Marekani sasa yapo katika nyanja tofauti tofauti. Kwanza, Marekani anataka kuangalia namna gani ambavyo anaweza kafanya mabadiliko ya kimkakati. Baada ya zaidi ya miaka 20 ya operation zote za kupambana na ugaidi barani Afrika, Washington imepoteza matumaini kwa kiasi fulani. Yani ni wamepoteza kabisa matumaini. Licha ya uwepo mkubwa wa wanajeshi wa Ufaransa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa, maeneo kama Sahel hayakupata udhibiti, badala yake washirika walipinduliwa na mapinduzi ya kijeshi. Hilo ni jambo la kwanza. Kutokana na hilo sasa Marekani wamefikia hitimisho kwamba wanapaswa kuendesha uwepo wao wa kijeshi kwa umakini zaidi, badala ya kuweka majeshi makubwa katika nchi zisizokuwa na udhibiti wa kisiasa ambapo kuna hatari ya ghafla kujikuta upande wa adui pindi uongozi unapoanguka. Marekani sasa wanategemea mkakati mmoja unaitwa light footprint, vikosi vidogo ambavyo vinahamishika, vinavyofanya kazi kutoka nchi jirani na mataifa ambayo ni salama zaidi. Lengo ni kuepuka kuingizwa katika mgogoro wa moja kwa moja na watawala wapya, na mara nyingi wanashirikiana wazi na Urusi. Yani Marekani inahofia kugombana moja kwa moja na watawala wapya ambao wapo katika mataifa hayo ambao wanashirikiana na Urusi. Sio kama mnanielewa. Uwepo mdogo huo unasaidia rasilimali kwa ajili ya maeneo mengine. Sasa ukitazama malengo ya Marekani, wanataka kuyaweka mataifa ya Kiafrika mbele ya masuala ya usalama. Yani kwa miaka kadhaa Marekani imekuwa ikisisitiza kwamba mataifa ya Afrika yenyewe yanatakiwa kushika usukani wa usalama.
Marekani wao wamesema tutakuwa tunatoa ushauri peke yake. Badala ya kutuma wanajeshi kupambana moja kwa moja, Marekani sasa hivi wamekuwa wakifanya kitu kimoja. Wanatoa mafunzo ya kijeshi, wanatoa misaada ya kijasusi, usaidizi wa vifaa na teknolojia kama drone na vifaa vya upelelezi, na vikosi maalum vya Marekani kuwa wakufunzi. Kwa hivyo majeshi katika taifa kama Benin, Cote d'Ivoire na Nigeria ndiyo ambao yanatekeleza operation za ardhini, huku Marekani ikitoa uwezo wa kisiasa. Lengo la muda mrefu ni kuziwezesha nchi hizi kujitegemea ili kupunguza uingiliaji wa moja kwa moja kwa Marekani. Sasa watu wengi hapa mtaniambia, Mr. Guido, sasa inakuaje? Yani inakuaje Marekani anataka kutengeneza hii migogoro katika ukanda huo? Unajua nchi za zile ambazo zilikuwa ziko, unajua ule ukanda wa Afrika ya Magharibi, wale tunasema ni watu ambao ilikuwa ni koloni la Mfaransa. Sasa baada ya koloni la Mfaransa kuwa wameondoka, na unajua Mfaransa na Marekani ni watu ambao wanapikika kwenye chungu kimoja. Wanatofautiana tu baadhi ya condition. Baada ya kuwa Mfaransa ametimuliwa pale, Marekani ameangalia, je, kwa hiyo ina maana tunatakiwa tuache ukanda wa Sahel? Ukanda wa Sahel tusifanye kitu chochote? Anataka kuitumia Benin. Sasa ukitaka kuitumia Benin, maana yake ni kwamba kiongozi aliyepo madarakani ambaye ndiye rais wa taifa, yeye ndiye anayehusika moja kwa moja kwenye hayo mapinduzi. Kivipi? Wanajeshi wamesema hawafurahishwi na kile ambacho Benin inafanya kupitia kwa rais wake, kwa maana ya kutengeneza ushirikiano na Marekani. Kwa maana ya wakati nchi za ukanda wa Saheli nyingi zinawaondoa wakoloni, rais aliyepo wa Benin anaendelea kutengeneza mashirikiano na Marekani. Jambo ambalo wanajeshi wale wamesema wanaona hilo jambo haliwezekani. Yani hawataki kabisa kusikia kitu kama hicho. Sasa kama hawataki kusikia kitu kama hicho, nini ambacho kinatokea? Wanalazimika kutaka kulichukua taifa by coup. Na kama wanataka kulichukua taifa by coup, Marekani hicho kitu ananufaika nacho katika maeneo mawili. Cha kwanza, taifa likiwa limeingia kwenye mgogoro, manake taifa litakuwa halielewani. Wanajeshi na rais na raia watakuwa hawaelewani. Marekani atapata gap la kuingiza watu wake kama alivyoingiza Kongo. Usipoelewana na wanajeshi kwenye nchi yako, tafsiri yake ni kwamba unaruhusu hata watu wengine ambao ni maadui kwa taifa lako waweze kuingia kiurahisi kupita maelezo. Nitawapa mfano. Ukitazama Ufaransa baada ya Ufaransa kuondoka kwa Marekani nchini Niger, ilianza kuonesha ule mwelekeo hasi ambao tayari ulikuwa unaendelea kule Paris. Mwanzoni mwa mwaka 2009, kuondolewa kwa jeshi la Ufaransa kwa kiwango kikubwa Afrika Magharibi inaashiria mabadiliko makubwa katika sera yake barani Afrika. Kwa sababu mtakumbuka baada ya kuhitimisha zile operations zake nchini Mali, Niger na Burkina Faso, Ufaransa walijiondoa pia Cote d'Ivoire, Senegal na Chad. Hii iliashiria kupungua sana kwa ushawishi wa kijeshi wa Ufaransa barani Afrika, kwa kuzingatia kuongezeka kwa uwepo wa mataifa kama Urusi, China pamoja na Uturuki katika maeneo hayo. Sasa kule Benin sasa hivi kinachotokea ni kwamba inatafutwa namna ambavyo Benin inaweza ikaingia kwenye mgogoro ili Marekani aingie moja kwa moja katika taifa la Benin, kwa sababu tayari mipango ya kuitumia Benin kama watchdog ya kuangalia kinachoendelea katika ukanda wa Sahel, Marekani amekuwa nayo muda mrefu zaidi. Ndio maana mmemsikia Donald Trump, tamko la kwanza kabisa alilolitoa ilikuwa ni kwamba tumesikia kile ambacho kinaendelea huko Benin, na akasema tunafuatilia sana kinachoendelea Benin. Wewe unadhani Marekani anafuatilia kinachoendelea Benin kwa sababu gani? Marekani anafuatilia kinachoendelea Benin kwa sababu anafahamu kwamba yeye sasa hivi ndio wakati wake mzuri, wanapovurugana ni wakati wake mzuri wakwenda hata kwa yule rais aliyepo madarakani kumlagai, kumwambia bwana, sasa mimi ninaweza nikaleta walinda amani kwenye taifa lako, lakini lazima tuingie mikataba ya namna gani ambavyo tunaweza tukaleta walinda amani katika taifa lako. Wakisha peleka tu walinda amani, tafsiri yake ni kwamba Burkina Faso, Niger, Mali na yale mataifa yote yaliyopo ukanda wa Saheli hayawezi kuwa salama tena. Tafsiri yake ni kwamba Urusi pia na yenyewe haitokuwa salama, kwa sababu mataifa yote ambayo nimekuambia hapo katika ule ukanda wa Sahel ambao ukanda walianzisha mwaka 2023, nyuma ya kila kitu ambacho kinaendelea kwenye ukanda huo yupo rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, au kwa ujumla ipo Urusi.
Kwa hiyo Marekani atalazimika kutengeneza hivi vimigogoro ili aje afanikiwe kuingia moja kwa moja katika taifa hilo la Benin. Magharibi wamepoteza sana ushawishi wazee. Yani wamepoteza ushawishi kwa kiwango kikubwa sana. Nchi washindani wa Marekani sasa hivi ndio ambao wanapata faida zaidi. Yani nchi washindani wa Marekani, mfano unahitaji taifa kama China, unahitaji taifa kama Urusi, unahitaji taifa kama Uturuki, unahitaji taifa kama Iran, unahitaji taifa kama Korea Kaskazini, wanapata faida kubwa sana. Sasa hivi mataifa ambayo ninakutajia yanapata washirika wapya kiteknolojia, yanapata washirika wapya kijeshi, yanapata washirika wapya kidiplomasia, na sasa hivi wameenda mbali zaidi, wamepata washirika wapya kimaendeleo, kiuchumi. Kwa maana ya umesikia juzi mfano ule upande wa Sudani Kusini, Mrusi ameingia pale, amepewa moja kati ya bandari, ameambiwa anatakiwa aitengeneze ile bandari na Sudan, halafu atakuwa pale kwa miaka 25. Na hilo eneo lote lilikuwa ni ukanda ambao nchi za magharibi zilikuwa zinauchukua. Kwa hiyo sasa hivi ni kwamba kitu pekee ambacho naweza nikakizungumza hapa ni kwamba hakuna taifa lolote la magharibi ambalo utasema linatupenda. Sio Warusi, sio wa Marekani, sio wa Faransa, sio wa Uingereza, sio wa Jerumani, wala hakuna taifa lolote la bara la Asia ambalo utasema linatupenda, sio wa China, sio watu gani. Bali sasa hivi ni kwamba dunia ilipofikia, tunatakiwa tuondoke kwenye ule utaratibu wa kwamba unajua mimi sifungamani na upande wowote, si unajua nini. Hapana. Yani sasa hivi inatakiwa dunia yani uoneshe kabisa kwamba bwana mimi ninafungamana na upande huu. Kwa sababu so far so good ni kwamba usiposema unafungamana na upande fulani, watu watakugawana. Na sasa hivi ndugu zangu, mnafahamu kwamba zamani na jana pia niliwaambia, zamani kulikuwa kuna Wajerumani, kulikuwa kuna Wafaransa, kulikuwa kuna Waingereza, na mataifa mengine, kulikuwa kuna na mataifa mengine ambao walikuwa ndio wapo kwenye kodi ya ukoloni. Lakini sasa hivi wapo watatu, kuna Mchina, kuna Mrusi, na kuna Mturuki. Hao ni watu ambao wanapambana, na kuna Marekani. Lakini the mostly kwenye top 3 sasa hivi dunia ina Mrusi, ina Mchina na ina Marekani. Kwa hiyo mataifa hayo yote matatu niliyokuambia sasa hivi yanatafuta makoloni yao. Sasa ili upate makoloni mengi zaidi, ni lazima ufanye anachokifanya Marekani.